kufanya labda kwa kuweza kuongeza uwezo kupitia kusoma vitabu ama kuweza kwa kufundishwa ama kwa namna yoyote ama kukubaliwa nayo. Hiyo ni kama Melaka pointi moja nasema ujuzi ama ufahamu ambao unatokea kupitia taarifa fulani ama kufanya research kwa kitu fulani, kusoma vitabu ama unaweza kuwa unajua mwenyewe. Maana kinyume cha maarifa ni nini tu? Ujinga, kutokujua. Kwa hiyo tukisema mtu huyu ana maarifa, tunamaanisha kwamba ana ujuzi katika kufanya mambo fulani. Sawa jamani? Tunasema maarifa ni ujuzi katika kufanya mambo kuelekea mafanikio. Kuelekea mafanikio. Na majibu mengine yanaweza yakawa tuseme tu ni ujuzi au uwezo unaomsababisha mtu katika kile anachokifanya akifanye kwa ufanisi. Hata ukilima unahitaji ulime kwa maarifa, sio? Ulikuwa na usemi zamani, juhudi na maarifa. Hata mtu mwingine anafanya sana. Hata Paulo ukisoma kitabu cha Warumi anasema Wayahudi ndugu zangu wana juhudi kubwa sana katika kumjua Mungu, lakini wamekosa maarifa. Ukikosa maarifa uko hatarini au uko salama? Na unatujibu, ukikosa maarifa uko salama au uko hatarini? Je, mimi kama mchungaji wewe nisiwatakie moyo wa kujitafutia maarifa, nianze kuwatafutia kitu kingine? Namba moja, maarifa ni ujuzi, uwezo katika kufanya jambo fulani na jambo hilo. Jambo la pili, maarifa yanatoka wapi? Maarifa yanatoka wapi? Shuleni, kwa wazazi. Maarifa yana asili yake wapi? Kumcha Bwana. Kama jibu kwa maswali ambalo lingekuja pia ili nisiwacheleweshe, asili au chanzo cha maarifa ni kutoka nani kama? Wangapi wana Biblia? Iwe ni hard copy au soft copy. Walio na Biblia kwenye kitabu chao. Sawa. Naomba tufungue Mithali 1:7. Ndio, na mwingine Samueli wa kwanza mlango wa 2. Samueli wa kwanza mlango wa 2. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Wanangu mdana wangu, kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Sasa yaani wewe ukitaka maarifa unachohitaji kukichochea ni nini? Kumcha. Kumcha Bwana maana yake na kadhalika. Isaya Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 3. Aliona soma? Ndio. Zidi kunena kwa kutadabari hivi, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Nasikia? Rudia tena hiyo sehemu ya pili mwisho. Kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Sasa napiga haleluya, Mungu atakujibu na yeye kusema amen. Haleluya! Haleluya! Nawatakia roho ya maarifa. Simama. Sema kwa sauti kubwa. Maarifa. Uko wapi maarifa? Nitakufuata popote uliko.
maarifa mimi naita ni bomu. Ni bomu umejifungia hapa, litakulipukia mahali popote. Nawaomba sana. Kukosa maarifa ni bomu linaloangamiza. Hosea 4:6. Hosea 4:6. Yaani afadhali kutana na bomu lingine lolote la kibiti, lakini swala la mtu kukosa maarifa, yaani mama popo, yaani hata mimi na uzee nisipoenda kwa maarifa tena ndo kabisa watasema na wewe angetazamia nisingeingia kwenye nyumba. Hosea 4:6. Amen. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Inatosha hiyo. Huyu ni Mungu, na mara nyingi katika mstari huo anazungumza na makuhani. Makuhani katika nyakati za mtumishi wa Mungu huyu Hosea, inaonekana waliacha maarifa, waliacha kumtumikia Mungu, waliacha kumcha Mungu, waliacha kuziendea njia za Bwana. Hosea akawainukia makuhani akasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na anasema, na kwa sababu watu wamekataa maarifa ya kwangu mimi Mungu, na mimi nitawakataa. Kuna mahali Mungu anakusia. Sasa siku zote anataka utembee katika maarifa, lakini baadaye anapoona kwamba watu wanapenda kutembea katika kukosa maarifa, anakuacha. Sasa mnajua kwamba mabomu yanaangamiza. Uongo kweli? Sasa sikiliza, katika kitabu hiki anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mimi nawaombea msikose maarifa, kwa sababu ya kukosa maarifa msije mkaangamia. Na hasa dunia ya leo tunayoiona kwa sasa hivi inahitaji uwe na maarifa. Katika Daniel mahali fulani anasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Uongo kweli? Kwa sababu ya maarifa haya nikasema kumbe simu hii ina kazi kubwa, na ili mtu atumie vizuri simu nimeongeza maarifa. Na ni ajabu hiyo karatasi iliyobandikwa kwenye gari yangu, anasema kitabu kipya cha maarifa. Sikumwambia andike maarifa ule atachapisha, lakini nina kitabu hapo kinasema mimi simu yangu na Mungu. Yaani wewe ujae maarifa gani unapoitumia simu? Haleluya. Tutazungumza baadaye. Lakini nataka kusema maisha yetu bila maarifa, ndugu zangu, ni mtano. Tutaona mbeleni kadri tunavyosogea, lakini nafasi ya muda wetu pia inatukimbiza. Kukosa maarifa nasema ni bomu, na katika Hosea mlango wa 4:6 wanasema watu wangu wanaangamia, na kuombea mwanangu usiwe miongoni mwa watu wanaoangamia. Kila siku unapoamka sema, Mungu nijaze wokovu, nijaze neema, nijaze maarifa, nijaze ufahamu. Na kwa kweli siri zote za namna mtu anaweza kuwa na maarifa yanatoka. Sawa? Nitawapa mfano. Si swala la kufahamu neno tu hili. Tumsikilize Yesu. Yesu amefunga siku 40 usiku na mchana, hajala chakula. Ibilisi amejua kwamba huyu hajala chakula siku 40 usiku na mchana. Unafikiri jaribu ni nini? Jaribu linaanzia katika mazingira yale ya Yesu kuona njaa. Yaani kaka, utajaribiwa tu. Una miaka mingapi? Una miaka ya ujana. Utajaribiwa kwa namna ya ujana. Kwa hiyo naye Yesu akajaribiwa. Ikiwa wewe mwana wa Mungu, badilisha jiwe hili ipate kuwa nini? Yesu akajaa maarifa. Sema Yesu akajaa maarifa. Yesu akajaa maarifa. Unajua alimwambia Yesu, mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Sawa, mkate nao sawa, lakini kwa kila neno, bali kwa kila neno linalotoka wapi? Katika kinywa cha Mungu. Sasa neno linalotoka katika kinywa cha Mungu ndio maarifa.
maarifa. Haleluya, ndio maarifa. Shetani akajua huyu jamaa anamshinda Bwana, akasema, akampandisha juu ya kinara kirefu na refu, akamwambia jitupe chini, ikiwa wewe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa sababu Mungu amesema. Akaenda naye kwenye maarifa ya neno, kwa sababu imeandikwa atakuagizia malaika. Yesu akasema, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Badala ndio kabisa ndio unajaribiwa kweli kweli. Wewe dada, si imeandikwa mmepewa bure tu bure. Akuombaye mpe. Wewe unakuomba mtakatifu vipi? Amen. Sio kwa mimi nasema amen. Alafu mwingine anasema, alafu Biblia kwenye watu imesema msinyemane. Kama huna maarifa, kumbe ile msinyemane ni watu wana ndoa. Ndio linawahusu. Sasa huna maarifa, anagonga mboga yote. Naomba mjae maarifa. Baba yenu mnapoangalia vijana wa nyakati hizi, kitu kidogo tu, wokovu umeokoka, ukombozi umeupata, maarifa huko kuna ishu. Kama mmoja tulikuwa naye mwenyewe alisema, alizaa watoto watatu kwa mama tofauti tofauti. Sasa siku moja kabisa nilimuuliza, kwani unafanya hivi? Yaani wanapokuja wanaomba, jamani, nataka kulia. Amekosa nini jamani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwanza mstari wa 9. Kitu gani tunahitaji kuwa nacho? Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9. Twende kitabu. Sisi nasi tangu siku ile tulipofikia, hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjaze maarifa na mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa Roho. Kama ni kikombe cha maisha yako, basi hicho kikombe kijae nini jamani? Kama ni bakuli, yaani tofauti ya wewe na kijana na kijana mwingine wa mtaani, tofauti moja wapo si tu kwa mnasema Bwana asifiwe, bali kwa sababu maarifa ya kwako kuchu. Na wapenda, ukisoma kitabu cha Danieli sio kirefu sana, chukua tu wiki inayokuja mwezi wa 10, kisome chote. Wanasema akina Danieli walionekana wana roho bora kuliko vijana wa nyakati zao. Unawatamani watu wanaoishi, watu wenye maarifa. Siku hizi uhitaji kufuata mzigo Dar es Salaam, si unaagiza tu, ni maarifa. Siku hizi watu uhitaji kupoteza wateja, tunza wateja, ni maarifa. Sio uhitaji kwenda kwa mganga wa kienyeji eti wapende biashara yako. Ni customer care. Ni nini? Maarifa. Una mgahawa, vyombo vyako vichafu vinaota ukungu, nani atakuja hapo? Unaongeza maarifa ya usafi. Sio huyu amefungua mgahawa, huyu amefungua mgahawa tofauti, tanakana kwenye maarifa. Huyu anafanya hivi. Mwalimu Wakasege anasema huwa anaikodaga mara nyingi Israeli. Kujua hawa ni Waarabu na hawa ni Wayahudi na kosa nyingine ni ngumu sana. Lakini utaona miji ya Wayahudi wa Israeli ina maarifa. Hawa miji yao iko katika namna isiyo sawa. Anawaombea Wakolosai, anasema tunawaombea jae nini? Maarifa. Jamani, hata nikikupotea jina la mchungaji wa Kibasi, useme mchungaji uliyetufundisha maarifa, likiwa refu sema mchungaji maarifa. Mimi
mchungaji maarifa kule Dar es Salaam. Naomba mjae maarifa. Sawa? Wangapi wana mimba? Fiki. Oh, kaka anainua mkono. Hata mnapokubaliana na mwenzako kwenda kulala ili mwanze kufanya zoezi la kuleta mwanadamu, iweni maarifa. Sio mitindo, maana sisemi mitindo. Ile mood yenu, ile hali yenu. Na mtoto unapigana kitoto kitakachozaliwa hivyo maarifa. Wanasema conception ya mtungwa mimba jamani, nako unahitaji nini? Maarifa. Nendeni mkiwa na furaha, mkiwa na amani, mkiwa na upendo, mtoto atazaliwa. Sasa simsemi mchungaji, maana ningemsema unamfahamu. Mchungaji huyu alikuwepo shuleni huko tunaposoma. Sasa programu ya masomo yao ilikuwa na mwana wa nyoka ni nini? Apandacho mtu ndicho. Sasa hivi mnapata watoto mitaani kienyeji. Mnafikiri watakaa sawa? Umekwenda Makumira nasoma pale. Ni ghorofa linajaa muziki. Huyu anapiga muziki kwenye vyumba vyao mabwenini. Huyu anapiga muziki. Sasa mmoja ananiambia, mchungaji, hao watu wanaelewaje muziki? Na mimi nikasema, ikiwa mama zao walitungwa mimba wakiwa wanasikiliza muziki mkubwa, hawa hawawezi kukwepa muziki mzito. Halo? Nadhani nasema na mtu hapo. Kwa hiyo maarifa ni kwa vitu vingi tu. Jamani, kabla anazopika mke wangu ni tamu kuliko sasa wote wanaopika. Sasa anaongeza vitu sijui nini na nini. Ni kila kazi za watu wengine. Kuna mtukuta yale maarifa mama naye yafanya. Sijui mnanielewa, maana ningekutumia na mifano na mingine. Iweni watu wa maarifa. Kuokoka sawa, mnaimba kanisani sawa, hamna shida, lakini maarifa. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na wapate maarifa. Dunia imejaa wajanja. Uongo kweli? Matapeli wako wengi. Mwingine anataka kuvurugia maisha yako, apige kilo hili kama anavyotaka, lakini ina wajanja wengi. Kwa hiyo bila maarifa jamani, tunaangalia dunia imejaa wajanja wengi. Mpaka Yesu anasema iweni na busara. Iweni na busara. Saa nyingine anasema iweni na busara na werevu kama nyoka. Yaani kama kuna mahali ambapo Yesu amemsifu nyoka katika mambo ya ujana. Nasikia nyoka mita mingi kule, wewe hujamwona, yeye amekuona, amekuhisi, amesikia na kishindo. Na waomba sana watoto wao na watumishi wao. Je, maarifa inahusiana na akili? Kwa hiyo ni rahisi kusema uwe na akili. Ni sawa? Inafanana? Uwe na akili, uwe na maarifa. Yaani akili yako iwe inafanya kazi, sio unazubaa. Watu wenye tahadhari, watu walio waangalifu, watu walio wajuzi katika kufikiri na katika kunena na katika kutenda. Sasa huko mwishoni naomba nitaje mambo matatu ambayo kwa kweli yanadai gharama kubwa ya maarifa. Mambo matatu yanayodai tuwe na maarifa. Mambo matatu. Pointi ya mwisho. Mambo matatu katika maisha ambayo yanahitaji maarifa ya hali ya juu sana. Yapo mambo mengi, lakini mimi nimechagua matatu. Mambo matatu yanayodai sana tuwe na ujuzi wa maarifa. Maarifa. Jambo la kwanza, tuko pamoja?
Muda, sema muda. Tatizo la muda, kama unaweza ukachukua muda ukasema muda nakufungia hapa, nitakukuta baadaye. Au muda unaweza kusema subiri kidogo, muda subiri kidogo. Vitu vingine unaweza ukabagaini na hivi, unaweza ukabagaini na muda. Unaweza kwenda dukani unasema nataka kiatu, anauza 25, ukabagaini mpaka 17. Unaweza ukabagaini kuhusu muda. Can you bargain with the time? Unaweza ukachukua ni mfuko fulani ukasema ni mfuko hili kama mnavyowekeza na hivi ndani, na muda pia nitie kwenye mfuko. Unaweza? Sasa mnanielewa naposema kuhusu muda ni moja ya jambo ambalo linadai maarifa ya hali ya juu sana. Haleluya. Kama si you can't manage time. Anything you can do that. Kitu chochote unaweza ukakidhibiti, ukakikontrol, ukakizuia, mali unaweza ukayazuia. Muda upepo pia unaweza ukaubadilisha, ukauwekea ukuta hapo, ukaanza kutafuta kwenda huko. Lakini muda, hebu sema muda. Muda. Anayefaulu katika swala la muda, na mimi kwa mafupa niseme nina wivu mkubwa sana juu ya muda. Na nikamuona mtu anafanya uzembe, dada huyu akajikuta njoo kusimama. Tuona wanatembelea huyu dada mekaa nifanye kama naosha vyombo. Dada anatoka mbali, anamwona dada baada siku nyingi wanapiga story na nini. Baby, unamwambia nikusaidie kuosha vyombo? Hapana, usijali. Hivi hapo utaosha baadaye. Yaani hawa nikiwakuta, mimi naweza kuwataka kuboko. Yaani natamani huyu anapokuja, akimkuta huyu anaosha vyombo, waoshe vyombo pamoja. Na huko anapiga story. Je, hamkuona vijana wengi toka asubuhi mpaka jioni wako kijiweni? Oh my God. Na wao wakasirikeni, chukieni, iweni na ghadhabu, iweni na hasira. Usimkasirikia naye kuibia kiatu, mkasirikia naye kuibia muda. Aibaye koti langu si kitu, naweza kumdai akarudisha. Aibaye muda wako atakurudishia. So this is your time and I'm giving back to you. Na wewe naomba na waombea maarifa yaongezeke katika kutumia muda. Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Hii mfahamu kwa kichwa. Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Mkumbuke Muumba wako siku zao. Mkumbuke Muumba wako siku zao. Siku zao. Muda umekuwa lini? Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa sababu muda utakwenda, utasema sina raha sikutumia muda vizuri. Yaani mimi ningekuwa narudisha umri nije kwenye umri wa kaka. Ningeweza kufanya mambo makubwa sana. Wewe ni nawili muda wenu. Kwa hiyo your age, umri wenu ni hazina kubwa. Lakini hazina yenu itajulikana tu utakapokuwa watu makini kuhusu. Sawa? Asiwewe mtu anakuwa mzee. Amka asubuhi, fanya maombi, panga mipango yako, nitafanya hiki, baada ya hiki nitafanya hiki. Sasa tumuulize kaka chako. Hebu tuambie ratiba. Uwe mkweli. Ukiwa mbovu tunataka ubovu usikwe hapa. Sawa? Ukiamka
tuambie ratiba yako ya siku. Usitufanyie fantasy, ndio nasema. Usituletee wewe sema tu uhalisia. Amen. Jambo asubuhi. Jambo la kwanza kabisa. Huwa nafanya maombi kabla sijaenda kazini. Baada ya hapo, Kwa sababu mimi na huwa nimesha sana. Nitaenda nikishafanya maombi. Nitatoka hapo nyumbani na kuingia na kufanya mazoezi yangu usiku. Baada ya hapo nitachukua begi yangu, lakini pia nitafanya kazi kuanzia asubuhi na muda nitaondoka barabarani mida ya saa 2 usiku. Nikitoka hapo huwa sina sehemu nyingine yote ya kupitia. Moja kwa moja naenda kufanya begi yangu. Nikitoka hapo rudi nyumbani. Vinginevyo tofauti na hapo, labda niwe na ratiba nyingine kanisani au labda tunamkesha vijana. kwa maneno mengine unataka kusema kwamba huna muda wa kupoteza. Sina muda wa kupoteza. Yaani mimi siku yangu nzima huwa haiishi ni siku kama siku barabarani. Maana yake nimewahi shambani kuanzia asubuhi, nitakapotoka shambani nitapumzika nyumbani kidogo. Baada ya hapo, kwa sababu mimi naitwa kwaya, kama kuna muda wa zoezi hiyo siku nitaenda zoezini, lakini nikitoka zoezi nyumbani. Kwa hiyo mimi maisha yangu kama siko barabarani nitakuwa shambani, kama siko shambani nitakuta kanisani, lakini kama siko kanisani nje na hapo nakuwa labda nimesafiri, siko kabisa kwa hapo na kuishi, yani mahali hapa tu. Angalau asante, pigeni makofi jamani. Najaribu kutuambia kila kitu. Ninachotaka kumwambia yule alionao Donald Trump. Ndio muda ule ulionao wewe. Sawa? Muda ule alionao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea kiti cha urais Samia. Ndio ulionao hapa mbele. Mimi maisha yangu katika umri huu nitaka niwe nimeandika vitabu vingi sana, lakini nimeandika kama vitabu 5 katika maisha yangu. Lakini mmoja wapo nilipoandika kitabu cha 3 nafikiri, akasema mchungaji Mwakibasi, unapata wapi muda? Ni swala la time management. Nawaomba wanangu, nawaomba mtu asikudanganye. Moja ya sifa ya mafanikio mazuri, moja ya sababu ya mtu kufanikiwa ni time management. Tuseme hata kama inasumbua. Time management. Time management. Kumanage ni kusimamia, kudhibiti, control, kudhibiti. Muda ni fursa Mungu ametoa. Naelewa? Hakuna kitu kinachotendeka nje ya muda. Nje ya muda manake wewe umekufa. Hapo kuna maana. Lakini kila kitu kinatendeka katika. Jitahidi sana kupanga mipango, weka malengo na kujihakikisha kwamba, kwa sababu ukisoma wale wanaoandika waandike wa Kolosai mlango wa 4 mstari wa 5 nasema ukomboeni wakati, kwa sababu zamani za nini? Za ujinga. Ukomboeni wakati. Wakolosai 4:5. Zamani za ujinga. Wewe unapoahirisha mambo leo, hujui kesho itakuwaje. Msiba uko kwa jirani, utaenda tena kufua nguo zako. Kwa muda unaoruhusu kufanya kazi hiyo bila kuchelewa. Kitu chochote kinachoruhusu kifanyike katika muda, maadamu hujawa mgonjwa wala chochote kilicho kibaya hakijakutokea, kifanye. Usiahirishe mambo. Sasa unapoahirisha mambo bila sababu ya msingi, kesho itakuwa
kuna mtu anaweza kuzuia mabadiliko jamani? Hivi kuna mtu anasema mimi sitaki kutumia simu? Atuambie tu. Au kusema sitaki kuchezea sababu hana anasema sitaki simu. Mimi nimeanza kuitumia simu 90 na baadaye sana. Na tuliokuwa tunawaona wana simu, unawaona bora wanaongea peke yao. Mabadiliko unaweza kuzuia jamani. Mabadiliko unaweza kuzuia. Mwalimu Kasege anasema dunia imebadilika, majira na nyakati vitu vimebadilika. Huwezi ukasema utaishi kama ulivyokuwa unaishi jana. Utafanya nini jamani? Kwa maarifa yanatakiwa sana katika nyakati hizi za mabadiliko. Kule kwetu Rwanda, na mtu anatoka Rwanda, Msokelo. Kama na gani Rwanda? Sasa mzee mmoja unamfahamu mzee Mwakali. Yule mzee alikuwa huyo tu kwa muda mrefu ndio ana mashine ya kusaga na kukoboa. Sasa wamama zetu wanaenda, wana watu wa kuwasaidia kulima endeni. Sasa wanaenda mashineni saa 10, mzee hajaamka, yule msagaji wa mashine naye hajaamka. Mzee anaamka anasema, "Je, akina mama hamnao waume zenu nyumbani? Mimi nimekuja hapa mnanipigia kelele." Alafu anasema, "Hii mashine mimi kwa kweli nilikununulia Kutewa kama jiwe la kusagia mke wangu. Nendeni." Anawaondoa. Wanasema, "Wewe Makali, tunaomba sasa mkojoe hapa, mnapiga kelele." Magari hivyo alikuwa ndio mtu wa kwanza. Yaani wenzako wananunua magari, wengine vijana haamini kwamba wamenunua magari. Anasema aliko mjomba kaka mmoja hizi gari. Kuna mjomba wake mmoja kamnunulia gari. Haamini kwamba watu mabadilika, fedha zimekuja. Sasa mashine ya kwake ikaonekana tena ndio inafungwa, jana wameleta. Mtaa huu mashine iko, mabadiliko. Kwa hiyo kwenye mabadiliko lazima muwe makini sana kutumia nini jamani? Maarifa. Mabadiliko yanadai ubadilike. Usipobadilika ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo mabadiliko ni moja ya eneo ambalo linadai sana. Dunia sasa imebadilika. Kuna majira tulikuwa tunasema mvua zitakuja kipindi hiki, sasa haziji kipindi hiki. Kwa hiyo wakulima lazima tujipange kwa upya. Dunia sasa ina magonjwa mengi ya mifugo na ya kwetu na ya mimea. Lazima tutafute maarifa ya namna kukabili. Na ndivyo tunavyosikia kwenye Danieli anasema siku za mwisho kutakuwa na ongezeko kubwa la maarifa. Mabadiliko ni Mungu tu asiyebadilika. Ni Mungu tu asiyefanya nini jamani? Asiyebadilika. Yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Waebrania 13:8. Waebrania 13:8. Ni Mungu tu asiyebadilika. Lakini kila kitu kinabadilika. Na kwa sababu ni Mungu asiyebadilika, tunaitwa kumtazama Mungu asiyebadilika. Zaburi ya 46 mstari wa 2. Ijapobadilika milima, kisijapobadilika hiki, lakini tumtazame Yesu asiyebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Yesu anaokoa, hakuna wakati ambapo atabadilika kuwa Yesu asiyeokoa, atabaki kuwa wa kuokoa. Jambo la tatu na la mwisho, hebu tuambizane ukweli. Kuna mtu ambaye hana hofu maishani mwake? Binti mmoja nimemuuliza, ana miaka 42, nasema hofu yako ni nini? Anasema hofu yangu ina mashaka kama mtandao.
mtu ambaye hana hofu katika maisha? Watu tuna hofu. La sivyo Biblia isingesema usiogope. Tena katika Biblia hii ukitulia uchunguze, kuna neno usiogope zaidi ya 360 ambazo ni siku kwa mwaka. Kwa hiyo ni kama kila siku Mungu anasema usiogope, usiogope, usiogope. Kwa hiyo kwenye hofu nako kunahitaji maarifa, na maarifa yanatoka kwa Mungu anayesema usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo mambo matatu kwangu mimi nimeona nisalimiane na neno kwamba maarifa yanatakiwa sana katika maisha yetu. Maarifa yanatakiwa katika swala la matumizi ya muda. Maarifa yanatakiwa sana katika masuala ya mabadiliko. Tumekaa na mchungaji hapa. Mchungaji amepata shida sana, mchungaji mwenyewe. Muda ambao tulitakiwa tuanze shughuli zetu saa hizi tungekuwa tumetawanyika. Kwa hiyo neno alilolisema alimaanisha kwamba kizazi hiki kimebadilika. Watu sio waaminifu tena, hawafuati muda, hawafuati taratibu, kwa sababu hiyo unakuta muda ni changamoto. Lakini hofu, ni nani anayeweza kuzuia hofu? Lazima hofu ipo. Ndio maana kuna maneno usiogope zaidi ya 360 katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimewauliza, je, kuna mtu ambaye wangapi wana simu hapa? Tunyoshe mkono au simu yenyewe. Yote, simu ni simu. Mtu asikudanganye. Nakupa mawasiliano, nakupa urahisi. Sikufikiri tuko wengi namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vipi kuhusu maarifa ya matumizi ya simu? Maona maarifa yanatakiwa. Bila maarifa inakuaje? MB zinatumika huko, sio? Bila maarifa picha nazo usizozitaka zinakuja tu zenyewe. Zingine watu wanaoishi. Sasa natazama nini? Fanya hivi. Nafumba macho. Sitafanyaje? Tutafanyaje? Vitu na vitafuta vya kwako. Watu wanakurushia